أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في قوله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد أيها الإخوة. Ndugu wapenzi watazamaji wa television yetu African TV, katika sehemu ya kwanza ya darasa letu katika kuumbwa kwake mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake, tumeona ya kwamba Qur'ani imeeleza ya kwamba mwanadamu anatokana na chembe hai moja, sel moja, mbegu moja tu ya uzazi, ambayo Qur'ani imeitaja kwa jina la nutfa. Na tukaona jinsi wanasayansi mbalimbali ambao walitoa nadharia zao, na tukaeleza ya kwamba nadharia zote hizo walizotoa hakuna hata moja iliyokuwa na practical ya mambo ya kimaabara kwa kutumia darubini. Zilikuwa ni mawazo yao tu, ni fikra zao tu. Qur'ani inakuwa ndiyo kitabu cha mwisho. Hakitoletwa tena kitabu kingine baada ya kitabu hiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kutoka mbinguni, isipokuwa kitasimama kiyama tu. Kwa hiyo Qur'ani ilipoteremshwa karne ya 7, moja katika majukumu ambayo Qur'ani ilikuwa nayo, ilikuwa inatakiwa Qur'ani ieleze juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa yule mtu wa kwanza kutokana na kitu gani, na yule mkewe alifanyika na yeye kutokana na kitu gani, na kizazi chao kilipatikana kutokana na kitu gani. Kwa sababu yawezekana ya kwamba yalipotoshwa aidha kwa maksudi au kwa kutokujua au yalisahauliwa. Kwa hiyo Qur'ani hapa ilikuwa na jukumu ya kuyaeleza yote haya kwa ufasaha, kuwaeleza wanadamu ndani ya ulimwengu. Kitabu kilikuwa kinawajibika kufanya hivyo, na Qur'ani imefanya hivyo. Kwa hiyo Qur'ani hapa ikaja ikaeleza ya kwamba mtu wa kwanza, ikaja ikaeleza ya kwamba mwanadamu hupatikana tumboni mwa mama yake kutokana na chembe hai moja, sel moja, mbegu moja, ambayo Qur'ani imeitaja kwa jina la nutfa. Na hapa pia Qur'ani imeonyesha ufundi, imesema thumma, imetanguliza kwanza neno thumma. Neno thumma linapokuja katika kanuni za lugha ya Kiarabu, kinachosemwa aidha awe ni mtu au ni kitu, basi kulikuwa na ucheleweshwaji kwanza. Kwa hiyo hapa Qur'ani inafahamisha ya kwamba kabla mwanadamu hajafanyika kuwa yeye ni nutfa, kuwa chembe hai moja, sel moja, mbegu moja ya uzazi, kuna sehemu huyu mwanadamu alikuwepo, na palipita muda akaondoshwa huko alikokuwepo, ndiyo akaletwa sasa katika fallopian tube, ndiyo akaja akafanyika yeye kuwa ni nutfa. Alikuwepo wapi mwanadamu? Mwanadamu alikuwepo katika ovar, katika mfuko wa mbegu za uzazi za kike,
ndiyo akatolewa huko, kama tulivyoeleza katika darsa ililopita, ndiyo akaja akaletwa sasa katika fallopian tube. Hapa lile yai likishaletwa hapa, ndiyo linakuja kurutubishwa na mbegu ya uzazi ya mwanamume, chromosome, ndiyo upatikana chembe hai moja, sel moja, mbegu moja tu ya uzazi. Kwa hiyo Qur'ani hapa ilikuja ikafahamisha karne ya 7 ya kwamba mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake anapatikana kutokana na mbegu ya kiume na mbegu ya kike kuchanganyika pamoja. Jambo hili mpaka ilipofika karne ya 18 ndiyo mzungu wa kwanza na daktari wa kwanza Mtaliano ndo anakuja kugundua jambo hili, Spallanzani. Akaja akagundua ya kwamba mwanadamu mwanzo wa kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake, katika ile first embryology, mwanzo wake wa kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake, mwanadamu anapatikana kwa kuunganika kwa mbegu ya kiume na ya kike, ndiyo upatikana chembe hai moja, sel moja, mbegu moja tu ya uzazi, ambayo ndiyo Qur'ani imeitaja kwa jina la nutfa. Kisayansi, kibiolojia, kidaktari, hii nutfa ndio wanaiita zygote. Kwa hiyo ikaja sasa zile nadharia zote zile za kabla ya kueleza hivi Spallanzani zikaja zikazikwa ya kwamba si sahihi. Lakini alipokuwa yeye anaeleza maneno haya, ilikuwa na yeye pia Qur'ani imemtangulia. Katika karne ya 7 ilikuwa Qur'ani ilikwisha eleza, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararil makin, kisha tukamfanya mwanadamu kuwa yeye ni nutfa, chembe hai moja, sel moja, mbegu moja tu ya uzazi, ambayo inakuwa ni mbegu ya kiume kuungana na mbegu ya kike. Kwa hiyo Qur'ani ilieleza mapema kule jangwani, yule kijana wa Kiarabu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alikuwa tayari amekwisha iambia dunia waelewe mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake, anapatikana kutokana na chembe hai moja, mchanganyiko wa mbegu ya kiume na ya kike. Kwa hiyo Qur'ani ilikuwa imemtangulia Spallanzani kwa karne 12, miaka 1200, mpaka alipokuja kujua yeye, ilikuwa tayari Qur'ani imekwisha eleza. Qur'ani pia ilikuja ikatoa maelezo mengine ya kitaalamu, ikaja ikaeleza ya kwamba sio maji yote yale ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika katika kuitengeneza ile nutfa. Qur'ani ikaeleza ya kwamba ni maji yaliyokuwa machache kabisa ndiyo yanayotumika katika kuitengeneza ile nutfa. Qur'ani ilitoa maelezo haya katika sura ya 76, surati Dahri, aya ya 2. Qur'ani ikasema, inna, hakika sisi, khalaqna al-insana, tumemuumba mwanadamu, min nutfatin, kutokana na nutfa. Hapa Qur'ani imetumia harfi ya min, ambayo inafahamisha ya kwamba siyo maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika katika kwenda kulirutubisha lile yai la kike. Ni sehemu tu ya yale maji ya uzazi ya mwanamume, spermatozoa, ambayo yanakuwa yamebeba zile chromosome, zile mbegu za uzazi za mwanamume. Ndiyo sehemu hiyo ndogo inayotumika kwenda kulirutubisha lile yai la kike. Wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Riyadh nchini Saudi Arabia walizikusanya zile aya zote za Qur'ani zinazoelezea kuumbwa kwa mwanadamu ndani ya tumbo la mama yake, ambazo zinaeleza ya kwamba siyo maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika kwenda kulirutubisha lile yai la kike. Wakazikusanya zile aya zote, wakasafiri kutoka nchini Saudi Arabia wakaenda nchini Canada. Wanamfuata Profesa Keith Moore. Huyu ndiye daktari bingwa kidunia wa embryology and anatomy katika chuo kikuu
cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Canadian Association of Anatomists, katika kliniki yake ya kimataifa inayoitwa The Developing Human Clinical Oriented Embryology, wakamfuata, wanakwenda kumuuliza. Profesa Keith Moore ndiye aliyekiandika kitabu kinachoitwa The Developing Human, kukua kwa mwanadamu. Kitabu hiki kimeteuliwa na kamati maalum nchini Marekani kuwa ndio kitabu kilichokuwa bora kuliko vitabu vyote, kilichoweza kueleza chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kutokana na kitu gani na kizazi chao kilipatikana kutokana na kitu gani, na yule mkewe alipatikana kutokana na kitu gani. Profesa Keith Moore amekwenda kunukuu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim, katika sura ya 23 Al-Mu'minuna, aya ya 12 mpaka aya ya 14. Aya hiyo inasema, walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhama fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahu al-azim. Akaichukua aya hii akaiingiza ndani ya kitabu chake cha kimataifa hicho The Developing Human, na akaeleza ya kwamba Qur'ani ndiyo kitabu pekee ndani ya ulimwengu huu kilichoweza kueleza kwa ufasaha juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, baba yetu Adam alayhi salatu wassalam, kwamba yeye aliumbwa kutokana na kitu gani, na yule mkewe na yeye pia aliumbwa kutokana na kitu gani, na kizazi chao kilipatikana kutokana na kitu gani. Akaiingiza aya hii ndani ya kitabu chake hiki cha kimataifa The Developing Human. Kitabu hiki kimekwisha andikwa mpaka sasa hivi katika lugha za kimataifa zipatazo karibu 9. Kitabu hiki kinatumika katika vyuo vikuu mbalimbali duniani, hususan kwa wanafunzi madaktari wale kwa kazi za rejea za kisayansi, wanakitumia kitabu hiki The Developing Human. Kitabu hiki ni kitabu kilichokuwa bora kuliko vitabu vyote ambavyo vimeelezea juu ya chanzo cha mtu wa kwanza na mkewe na kizazi chao. Kwa hiyo Profesa Keith Moore wanamfuata. Mwaka 1984 alipewa tuzo ya juu kabisa ya kisayansi inayojulikana kwa jina la JCB. Sasa wanamfuata Profesa Keith Moore, wanakwenda kumuuliza kwamba Qur'ani inatuambia ya kwamba sio maji yote ya uzazi ya mwanamume kuwa ndiyo yanayotumika katika kwenda kuitengeneza ile nutfa, kwenda kulirutubisha lile yai la kike. Qur'ani imesema hivyo. Je, nyinyi wanasayansi mwasemaje kuhusu jambo hili? Profesa Keith Moore akawajibu akawaambia ya kwamba Qur'ani imesema kweli. Wakamuuliza, mmejuaje jambo hili? Mmefahamu vipi, au ni kwa njia ipi au sababu ipi mpaka mnakuja kusema ya kwamba Qur'ani imesema kweli ya kwamba maji ya uzazi yanayotumika katika kulirutubisha lile yai la kike kwamba sio maji yote? Akasema ni kutokana na teknolojia hizi za kisasa tulizokuwa nazo za karne ya 20 na 21. Tumeweza kutumia darubini, tukayachukua maji ya uzazi ya mwanamume, tukayaingiza katika darubini, alafu tukayapima, tukaje tukaona ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume, ndani yake kuna chromosome zipatazo milioni 500 mpaka milioni 600. Insha Allahu Taala, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, katika sehemu ya 3 ya darasa letu tutaendelea. Kwa leo tuaishilia hapa. Wal afwa minkum
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah.